Karibu katika makala maalum kuhusu taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi katika kipindi cha Novemba mwaka 2020 hadi Disemba mwaka 2024, kama ilivyowasilishwa na Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 19 Januari mwaka 2025 kwenye mkutano mkuu maalum wa CCM uliofanyika jijini Dodoma. Mheshimiwa Majaliwa aliwasilisha taarifa hiyo ili kuonesha mafanikio yaliyopatikana kutokana na utendaji wa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa jemedari wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu imeandaa makala hii ili kuwasilisha taarifa hiyo ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na kuhakikisha wananchi wanapata fursa ya kuona mafanikio yaliyopatikana katika sekta mbalimbali hapa nchini. CCM Chama cha Mapinduzi, CCM namba 1. Watu wote wanajua CCM namba 1. kina mama wanajua CCM namba 1. akina baba wanajua CCM namba 1. na wapinzani wanajua CCM namba 1. hata vijana wanajua CCM namba 1. CCM Chama cha Mapinduzi, CCM namba 1. Tanzania napo Tanzania papendeza. Tukianza na hali ya uchumi. Serikali imeimarisha uwekezaji katika nishati, maji, afya, elimu na usafirishaji, ambapo kiwango halisi cha ukuaji wa pato la taifa kimeongezeka kutoka 4.8 mwaka 2020 hadi 5.6 mwaka 2024. Vilevile serikali imedhibiti mfumuko wa bei kutoka 3.1 mwaka 2020 hadi 3 mwaka 2024. Aidha, wastani wa mapato yanayokusanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa mwezi umeongezeka kutoka shilingi trilioni 1.47 Novemba mwaka 2020 hadi shilingi trilioni 3.2 Disemba mwaka 2024. Na idadi ya walipa kodi imeongezeka hadi milioni 6.4. Pia mauzo ya bidhaa nje ya nchi yameongezeka kutoka dola bilioni 8.81 mwaka 2020 hadi dola bilioni 14.66 mwaka 2024. Kwa upande wa uzalishaji wa ajira, jumla ya ajira milioni 8,084,204 zimezalishwa kupitia sekta ya umma na binafsi, sawa na 101.05 ya lengo la kuzalisha ajira milioni 8. Kati ya ajira hizo, shughuli za kilimo zilikuwa na mchango mkubwa, ambapo zilichangia jumla ya ajira milioni 4,653,745, sawa na 57.6 ya ajira zote. Shughuli nyingine zilizochangia kwa kiwango kikubwa ni biashara za jumla na rejareja 12.5, huduma za malazi na chakula 5.8 na viwanda 4.3. Uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Serikali imeendelea kupambana na umasikini miongoni mwa wananchi kwa kusimamia programu mbalimbali ili kuinua ubora wa maisha. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani, mafanikio mbalimbali yamepatikana: kutoa huduma za TASAF kwa kaya za walengwa milioni 1,357,965 katika vijiji, mitaa na shehia 17,260 Tanzania bara na Zanzibar. Kutekeleza miradi 17,421 ya sekta za afya, elimu na maji, na kutoa ajira za muda kwa kaya za walengwa 662,374 Tanzania bara na Zanzibar. Kutoa mikopo isiyo na riba ya shilingi bilioni 240.9 kupitia mfuko wa maendeleo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kutoa elimu ya ujasiriamali
kupitia programu maalum kwa vijana 164,443 waliomaliza taasisi za elimu ya juu na kati. Sekta ya fedha. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM, mafanikio yafuatayo yamepatikana kwenye sekta ya fedha. Akiba ya fedha za kigeni ilifikia dola za Kimarekani bilioni 5.5, zikitosheleza uagizaji wa bidhaa kwa miezi 4.5. Mauzo ya bidhaa nje ya nchi yaliongezeka kutoka dola bilioni 8.81 mwaka 2020 hadi dola bilioni 14.66 mwaka 2024. Madeni yaliyohakikiwa ya shilingi trilioni 3.47 yamelipwa kwa wakandarasi, watumishi, watu wa huduma, wazabuni na madeni mengineo ya kimkataba. Mikopo ya shilingi bilioni 693.9 ilitolewa na serikali kwa wanufaika zaidi ya milioni 1.7 katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi. Na mtaji wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB umekuwa kutoka shilingi bilioni 60 mwaka 2020 hadi shilingi bilioni 438 mwaka 2024. Katika kuboresha mazingira ya sekta binafsi kushiriki katika uwekezaji, serikali imetekeleza yafuatayo. Sheria 62 zimefanyiwa marekebisho, huku ada na tozo 374 zisizo na tija zikifutwa. Mfumo wa dirisha moja umeunganishwa ili kurahisisha uwekezaji, ambapo kwa sasa vibali vya uwekezaji vinapatikana ndani ya siku 3. Miradi 1282 yenye thamani ya dola bilioni 15.1 imesajiliwa na inatarajiwa kuzalisha ajira 248,309. Umeanzishwa mfumo maalum wa kuwezesha mifumo ya serikali kuwasiliana na kubadilishana taarifa, Government Enterprise Service Bus, ambapo jumla ya mifumo 80 kati ya mifumo 130 ya taasisi za umma imewezeshwa kuwasiliana na kubadilishana taarifa kidigitali. Hebu sasa tuangazie sekta za uzalishaji, tukianzia na kilimo. Katika kipindi cha Novemba mwaka 2020 hadi Novemba mwaka 2024, serikali imetekeleza mikakati iliyolenga kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao, kuboresha vyama vya ushirika, miundombinu ya umwagiliaji na upatikanaji wa pembejeo. Mafanikio makubwa ni pamoja: serikali imeimarisha mfumo wa stakabadhi za mazao ghalani, ambapo vyama vya ushirika vimeongezeka kutoka 2150 mwaka 2020 hadi 4060 mwaka 2024. Mazao yaliyouzwa ni pamoja na choroko, dengu, mpunga, mbaazi, kahawa, korosho na pamba. Serikali imechagiza mchakato wa kuanzisha benki ya ushirika ambayo iko katika hatua za mwisho, ikiwemo kufikia lengo la ukwasi wa shilingi bilioni 50. Kuongezeka kwa wanachama wa vyama vya ushirika kwa 42.4 kutoka vyama milioni 5.9 mwaka 2020 hadi milioni 8.4 mwaka 2024. Kuongezeka kwa uzalishaji wa mazao ya chakula kutoka tani milioni 18.6 mwaka 2020 hadi tani milioni 22.8 mwaka 2024. Uzalishaji huo ulichagizwa na kuongezeka kwa upatikanaji wa mbolea kwa 107% kutoka tani 586,604 mwaka 2020 hadi tani milioni 1,213,729 mwaka 2024. Kuongezeka kwa ujenzi wa miundombinu ya eneo la umwagiliaji kutoka hekta 561,383 mwaka 2020 hadi hekta 9,083,466, sawa na 82% ya lengo la ilani ya uchaguzi ya CCM la kufikia hekta milioni 1.2. Ongezeko hilo limetokana na kukamilika kwa ujenzi wa ukarabati wa skimu mbalimbali za umwagiliaji, zikiwemo 34 zenye jumla ya hekta 31,773, ikijumuisha skimu ndogo 11
sawa na hekta 2481. Skimu za kati 16 sawa na hekta 13520 na skimu kubwa 7 sawa na hekta 15772. Aidha, kujenga skimu mpya 35 zenye jumla ya hekta 60,896 ikijumuisha skimu ndogo 9 sawa na hekta 1,862, skimu za kati 15 sawa na hekta 14,534 na skimu kubwa 11 sawa na hekta 44,500. Ujenzi wa mabwawa mapya 19 yenye uwezo wa zaidi ya mita za ujazo milioni 131.53 kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Kujengwa kwa maghala 42 yenye uwezo wa kuhifadhi tani 49,000 za mazao na vihenge vyenye uwezo wa kuhifadhi tani 190,000 za mazao, na hivyo kuchangia juhudi za serikali za kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno. Tumeweza kuongeza bajeti ya kilimo kutoka bilioni 460 huko nyuma, na mwaka huu bajeti iliyopitishwa na bunge ni trilioni 1.25. Tunatoka kwenye kilimo tulichokizoea cha kulima na kula, sasa tunakwenda kwenye kilimo biashara. Kama mnavyoona sasa hivi, mahindi, mpunga, mbaazi na mazao yote ya chakula yamekuwa mazao ya biashara. Kufunguliwa kwa masoko mapya 10 ya kilimo kwa mazao kama vile vanila, karafuu, pilipili manga, nanasi, kakao, tumbaku, ndizi na parachichi katika nchi za China, India, Canada, Marekani, Israel, Malaysia, Indonesia, Singapore, Uturuki, Zambia na Afrika Kusini. Vituo 45 vyenye matrekta 500 vilianzishwa katika mikoa 15 ili kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza tija. Aidha, vijana zaidi ya 193,000 waliwezeshwa kupata ekari 491,929 kwa ajili ya shughuli za kiuchumi, na mbegu bora 46 zimegunduliwa na kuidhinishwa na Kamati ya Kitaifa ya Mbegu, ikiwemo za mtama, viazi vitamu na karanga. Vile vile, aina 11 za mbegu na miche bora ya chikichi, migomba, mihogo, minazi na pareto zimegunduliwa. Mifugo. Katika kipindi cha miaka 4, sekta ya mifugo imeimarika na kupata mafanikio mbalimbali kama ifuatavyo: kuongezeka kwa uzalishaji wa maziwa kutoka lita bilioni 3.1 mwaka 2020 hadi lita bilioni 3.97 mwaka 2024, kulikochagizwa na ongezeko la ng'ombe wa maziwa kutoka milioni 1.2 hadi milioni 1.4 mwaka 2024. Viwanda vya kuchakata nyama vimeongezeka kutoka 3 hadi 7 na kuchangia kuongezeka kwa nyama inayouzwa nje kutoka tani 1,669 hadi tani 14,701. Kutoa mafunzo kwa vijana 240 katika vituo 8 vilivyoanzishwa kupitia programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora BBT. Kuimarika kwa huduma za ugani kwa kuajiri maafisa 764 wa huduma za ugani katika serikali za mitaa, na kutoa mafunzo ya ufugaji wa kisasa kwa wafugaji 47,643 ili kusaidia kuongeza tija kwenye mifugo. Na sasa tuangazie sekta ya uvuvi. Katika kipindi cha mwaka 2020 hadi mwaka 2024, sekta ya uvuvi imeimarishwa kuelekea uchumi wa buluu na imepata mafanikio yafuatayo. Ujenzi wa bandari ya uvuvi ya Kilwa Masoko unaendelea, ambapo ujenzi wa gati umefikia 90%, jengo la utawala 85%, na ujenzi wa sehemu ya ubaridi wa kuhifadhia samaki 65%. Mauzo ya mazao ya uvuvi nje ya nchi yameongezeka kutoka tani 167,256 mwaka 2020 hadi tani 199,387 mwaka 2024. Kuongezeka kwa thamani ya mazao ya uvuvi yaliyouzwa nje ya nchi kutoka dola za Kimarekani milioni 813.5 mwaka 2020 hadi dola za Marekani milioni 935.3 mwaka 2024.
kukopesha wananchi 1213 jumla ya vizimba 222 kwa ajili ya kuimarisha ufugaji wa samaki, ambapo jumla ya shilingi bilioni 1.29 zimetumika. Kusambaza boti 160 kwa wanufaika 3163. Kati ya hao 1008 ni wanawake na wanaume ni 2155. Kutoa mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 4.44 na mafunzo ya uongezaji thamani ya zao la mwani kwa wakulima 1738. Viwanda na biashara. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM, serikali imeimarisha sekta ya viwanda na biashara kwa kuongeza thamani ya malighafi, kukuza ajira na kuingiza fedha za kigeni. Mafanikio mbalimbali yamepatikana, ikiwemo kuwezesha uanzishwaji wa viwanda vya sekta binafsi, ikiwemo kiwanda cha sukari cha Bagamoyo chenye uwezo wa kuzalisha tani 1030 za sukari kwa mwaka na kutoa ajira 1500 za moja kwa moja na ajira 9000 zisizo za moja kwa moja. Viwanda vipya vilivyoanzishwa ni pamoja na kiwanda cha ndege Morogoro Airplanes Africa Limited na KEDA Tanzania Ceramics Company Limited kinachozalisha tani 700 za vioo kwa siku. Vilevile kuanzishwa kwa kiwanda cha mabati cha Lodhia chenye uwezo wa kuzalisha tani 1075 za mabati kwa mwaka, kuongezeka kwa uzalishaji wa mbolea uliochangiwa na kuanzishwa kwa kiwanda cha mbolea cha Intracom kilichopo Dodoma chenye uwezo wa kuzalisha tani 400,000, pamoja na kupanua kiwanda cha mbolea cha Minjingu kutoka uzalishaji wa tani 100,000 kwa mwaka mpaka tani 250,000 kwa mwaka. Kuhamasisha uanzishaji wa viwanda 12 vya sekta binafsi, ambapo viwanda 3 ni kwa ajili ya uzalishaji wa dawa za binadamu na viwanda 9 ni kwa ajili ya uzalishaji wa vifaa tiba na vitendanishi. Kuwezesha upatikanaji wa masoko ya nje ya nchi kama vile maonesho ya Dubai Expo 2020 yaliyowezesha Tanzania kusaini makubaliano ya miradi yenye thamani ya dola bilioni 7.49, kuwezesha uuzwaji wa aina 10 za mazao kupitia mfumo wa stakabadhi za mazao ghalani. Sekta ya nishati. Serikali imeimarisha vyanzo vya nishati na miundombinu ya mafuta na gesi kati ya Novemba mwaka 2020 na Disemba mwaka 2024. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani ya CCM, mafanikio yafuatayo yamepatikana. Mradi wa Julius Nyerere Hydropower umefikia 99.55 na unatarajiwa kufikia megawati 2115 baada ya kukamilika. Kwa sasa umeme wa megawati 1410 unaozalishwa na mradi huo umeingizwa katika gridi ya taifa na umeanza kutumika nchini. Njia ya kusafirisha umeme wa kilovolt 400 yenye urefu wa kilomita 160 kutoka JNHPP hadi Chalinze imekamilika. Kukamilisha uunganishaji wa umeme kwenye vijiji vyote 12318 na vitongoji 32827 kati ya 64359 sawa na 51%. Kuunganisha gridi ya taifa ya Tanzania na gridi za nchi jirani za Burundi na Rwanda kupitia mradi wa Rusumo wa megawati 80. Kuendelea na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi la Afrika Mashariki ambapo kwa ujumla umefikia 52.50. Na kuzindua na kuanza kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia wa mwaka 2024-2034, ambapo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kinara wa kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Aidha, mwezi Mei mwaka 2024 alizindua mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia ambao unatoa mwongozo wa kitaifa wa kuhakikisha 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Na hapa nataka niseme kwamba ni lazima twende na nishati safi ya kupikia.
kwa maendeleo ya nchi, kwa maendeleo ya jamii yetu, kukinga haki za wanawake. Lakini kwa upande mwingine, tukimrahisishia mama nishati safi ambayo itapatikana hapa na pale, tunampa muda zaidi wa kushughulika na mambo yake binafsi ya kiuchumi. Ukimsogezea, utakuwa umempunguzia muda, umempunguzia na zile sulubu zinazompata, na hivyo atapata akili ya kufanya jambo la kiuchumi limfae mwenyewe. Kupitia utekelezaji wa mpango huo, nyumba 1551, viwanda 57, magari 5000 na taasisi 9 zimeunganishwa na mfumo wa gesi asilia hapa nchini. Aidha, mitungi 87,100 ya gesi ya kupikia na majiko banifu 4200 yameshasambazwa. Vile vile, serikali imeendelea kujenga miundombinu ya kusambaza gesi asilia na kufunga mifumo ya kupikia katika taasisi zinazohudumia watu zaidi ya 300 kama vile shule za sekondari, kambi za jeshi na magereza. Aidha, mitungi 452,455 na majiko banifu 200,000 yenye ruzuku ya 25% hadi 50% yamesambazwa katika kaya zilizo katika maeneo ya vijijini. Na sasa tunaiangalia sekta ya madini. Serikali imeimarisha sekta ya madini kwa kuweka mazingira wezeshi ili kuwavutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi, kuimarisha miundombinu wezeshi, kuimarisha masoko ya madini na kuwawezesha wachimbaji wadogo. Katika kipindi cha miaka 4, mafanikio yafuatayo yamepatikana: kutoa leseni kwa kampuni 5 za Sota Mining Corporation Limited wilayani Sengerema, Tembo Nickel Corporation Limited wilayani Ngara, Faru Graphite Corporation Limited wilayani Mahenge, Mamba Minerals Corporation Limited wilayani Songwe na Nyati Mineral Sand Limited wilayani Pangani, ambazo zimeiwezesha serikali kukusanya shilingi trilioni 2.64. Makusanyo ya maduhuli ya serikali yaliongezeka kutoka shilingi bilioni 624.61 mwaka 2021 hadi bilioni 753.82 mwaka 2024. Na hii ni sawa na ongezeko la asilimia 20.7. Kununua mitambo 5 ya uchorongaji wa madini iliyowanufaisha wachimbaji wadogo na kutoa mafunzo kwa wachimbaji 750,348 kuhusu leseni za madini, usalama migodini, utunzaji wa mazingira, masuala ya baruti na biashara ya madini. Vile vile imetoa leseni 30,191 za uchimbaji mdogo wa madini na kuanzisha vituo 65 vya ununuzi wa madini katika mikoa 30 ya kimadini na kufanya jumla ya vituo vya ununuzi wa madini kufikia 105. Sekta ya maliasili na utalii. Sekta ya maliasili na utalii ina mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi kwa kuwaongezea wananchi kipato na fursa za ajira. Serikali imeendelea kusimamia ipasavyo mikakati ya kukuza vivutio mbalimbali vya utalii, ikiwemo hifadhi za wanyama, misitu ya mazingira asilia, utamaduni, fukwe na malikale. Vile vile imeendelea kutunza maliasili za nchi na mazao yatokanayo na maliasili, hususan wanyamapori, misitu na nyuki, ili kuchangia kikamilifu ukuaji wa uchumi hapa nchini. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani, sekta ya maliasili na utalii imepata mafanikio yafuatayo: kutangaza vivutio vya utalii kupitia filamu ya Tanzania The Royal Tour, ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alishiriki kuiandaa. Pia ilitengenezwa filamu nyingine ya Amazing Tanzania yenye hadhi ya kimataifa kwa lengo la kuvutia watalii, hususan kwa soko la China, ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, walishiriki pamoja na mcheza filamu nguli kutoka China ajulikanaye kwa jina la Jing Dong. Mikakati mingine iliyotumika ilihusisha watu maarufu, tourism goodwill ambassador, maonesho na misafara ya kutangaza utalii, road shows,
chaneli maalum ya kutangaza vivutio vya utalii, Tanzania Safari Channel, ofisi za ubalozi na kushiriki maonesho ya biashara na utalii ya kitaifa na kimataifa. Jitihada hizo zimewezesha kuongezeka kwa idadi ya watalii wa kimataifa kutoka watalii 620,867 mwaka 2020 hadi watalii 2,141,895 mwaka 2024. Vilevile mapato yatokanayo na shughuli za utalii yameongezeka kutoka dola za Kimarekani milioni 700 mwaka 2020 hadi dola za Kimarekani bilioni 3.3 mwaka 2024. Serikali imeendelea kushirikiana na sekta binafsi yenye mtandao mkubwa katika soko la utalii wa meli kimataifa ili kukuza utalii wa meli. Utekelezaji wa mikakati hiyo umechangia kuongezeka kwa idadi ya meli za kitalii kutoka meli 4 mwaka 2020 hadi meli za kitalii 37 zenye jumla ya watalii 32,112 zilizoingia nchini katika mwaka 2024, na kuboresha miundombinu wezeshi katika hifadhi za misitu, ikiwemo kujenga malango makuu 5 kwenye hifadhi 5, kujenga barabara yenye urefu wa kilomita 97 na njia za kutembea kwa miguu kilomita 190.5 ndani ya hifadhi 11. Sekta ya ardhi. Serikali imechukua hatua zenye lengo la kuboresha maeneo ya utawala wa usimamizi wa ardhi, mipango ya matumizi bora ya ardhi, mipango miji na vijiji na maendeleo ya nyumba na makazi. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM, sekta ya ardhi imepata mafanikio mengi yakiwemo yafuatayo: kutenga hekta 137,190.29 kwa ajili ya uwekezaji chini ya Kituo cha Uwekezaji Tanzania TIC, kupima viwanja 538,429 katika halmashauri 90 nchini kupitia programu ya kupanga, kupima na kumilikisha KKK. Vilevile kuandaa michoro ya mipango miji 30,812 katika mikoa 26 yenye jumla ya viwanja 7,241,686, ambapo ramani za upimaji 1,012,297 zenye viwanja 2,385,114 zimebadilishwa kutoka analojia na kuwa za kidigitali. Kupitia mfumo unganishi wa kuhifadhi kumbukumbu za ardhi, hati za kielektroniki 87,123 zimetolewa, ambapo katika halmashauri ya jiji la Dodoma zimetolewa hati 29,252 na halmashauri 5 za mkoa wa Dar es Salaam zilitolewa hati 57,871. Sekta ya afya imeimarishwa kupitia ujenzi wa vituo vipya na kuboresha huduma, huku miundombinu ya upatikanaji wa vifaa tiba vikipewa kipaumbele. Vituo vipya vya kutolea huduma za afya 183 vimejengwa, vikiwemo vyenye uwezo wa huduma za dharura za uzazi. Hospitali za rufaa katika mikoa ya Songwe, Geita, Katavi na Simiyu zimekamilika na zinafanya kazi. Idadi ya vitanda vya hospitali imeongezeka hadi 126,209, ikiwa ni uwiano wa vitanda 2.1 kwa kila watu 1,000, karibu sawa na viwango vya Shirika la Afya Duniani. Sekta binafsi imeimarika, ambapo vituo vya afya vimeongezeka kutoka 2,602 mwaka 2020 hadi 2,674 mwaka 2024. Upatikanaji wa dawa katika vituo vya afya vya umma umeongezeka hadi 89.3. Serikali imenunua na kusambaza vifaa tiba vya kisasa, ikiwemo PET CT scan, angiosuit na MRI, ambavyo vimeimarisha uchunguzi wa magonjwa katika vituo mbalimbali nchini. Vilevile kiwanda cha kuzalisha dawa za tiba asili katika eneo la Mabibo kimekamilika, chenye uwezo wa kuzalisha ujazo wa lita 600 kwa saa, pamoja na kuanzishwa kwa viwanda 54 vya kuzalisha dawa vinavyomilikiwa na sekta binafsi.
Serikali pia imetekeleza mpango jumuishi wa wahudumu wa afya ngazi ya jamii, ambapo wahudumu 8,900 wamepatiwa mafunzo maalum na kuwezeshwa kutekeleza majukumu yao katika mikoa mbalimbali. Wataalamu wa afya 52 wamepelekwa masomoni kupitia mpango wa Dr. Samia Afya Scholarship ili kuongeza ubobezi katika sekta ya afya nchini. Matibabu ya kibingwa na uimarishaji wa mifumo. Katika sekta ya matibabu, serikali imefanikisha ongezeko la wagonjwa kutoka nje ya nchi, yaani utalii wa tiba, ambapo idadi yao imeongezeka kutoka 5,705 mwaka 2022 hadi 10,324 mwaka 2024. Hii ni kutokana na huduma bora zinazotolewa kwa gharama nafuu nchini. Hospitali za rufaa za mikoa sasa zinatoa huduma 8 za kibingwa ambazo hapo awali zilikuwa zinapatikana tu katika hospitali za kanda. Aidha, serikali imesomesha madaktari bingwa 317 ambao wamepangiwa vituo vya kazi katika hospitali hizi. Pia shilingi bilioni 8 zimetolewa kugharamia matibabu ya kibingwa na ubingwa bobezi kwa watu wasiokuwa na uwezo. Huduma hizi ni pamoja na upandikizaji wa figo, upandikizaji wa uroto na upasuaji mkubwa wa moyo, ambazo zilitolewa katika kampeni za madaktari bingwa zilizoandaliwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia na kufanyika kwenye halmashauri zote 184 nchini. Kupitia kampeni hii, wagonjwa 84,248 walipata huduma za kibingwa na wagonjwa 15,035 walipata huduma za kibingwa na ubingwa bobezi. Vile kambi za kibingwa na ubingwa bobezi zimefanyika katika nchi za Komoro, Malawi, Msumbiji na Zambia. Mfumo wa mama umeanzishwa ukiwezesha wajawazito kupata usafiri haraka wanapohitaji huduma za afya. Hadi Disemba mwaka 2024, wajawazito 86,235 na watoto 19,295 walinufaika na mfumo huu. Huduma za matibabu bila malipo zimeimarishwa, ambapo wazee 3,231,239 wamepatiwa matibabu bure na wamepata vitambulisho vya matibabu bila ya malipo. Na sasa tuangazie sekta ya elimu. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani ya CCM, sekta ya elimu imepata mafanikio yafuatayo: kufanya mapitio ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023, sambamba na kuboresha mitaala ambapo masuala ya elimu ya kujitegemea na maadili yamezingatiwa. Bajeti ya elimu bila ya ada imeongezeka kutoka shilingi bilioni 312.5 mwaka 2020 hadi bilioni 796.38 mwaka 2024, ambapo wanafunzi wanaonufaika nao wameongezeka kutoka milioni 14,940,925 mwaka 2020 hadi milioni 16,155,281 mwaka 2024. Vile serikali imeendelea kutekeleza sera ya elimu bila malipo. Kuna notozwa ada hapa? Hapana. Wazazi wanajua mko hapa mtasoma na wao wanafanya mengine. Akikuletea fedha ya matumizi madogo, si ndio wanangu? Lakini elimu bila ada, serikali imebeba mzigo wote. Miundombinu ya shule za msingi na sekondari imeboreshwa na idadi ya shule za msingi imeongezeka kutoka 16,656 mwaka 2020 hadi 19,783 mwaka 2024. Vile shule 26 za sekondari za wasichana za kidato cha 5 na 6 zimejengwa katika mikoa 26 ili kuhakikisha kuwa wanafunzi wa kike wanapata elimu bora. Vyuo vya ufundi stadi vimekamilika. Ukarabati na bajeti ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu imeongezeka kutoka shilingi bilioni 464 mwaka 2020 hadi bilioni 786 mwaka 2024. Mikopo imeanza kutolewa
kwa wanafunzi wa stashahada wanaosoma fani za kipaumbele kama vile afya, sayansi na ufundi. Na sasa tuangalie sekta ya maji. Serikali imeendelea kuimarisha usimamizi wa utekelezaji wa sera, mikakati na programu ya maendeleo katika sekta ya maji, kuendeleza tafiti kuhusu teknolojia bora zinazotumika katika kutoa huduma ya maji na kusimamia matumizi endelevu ya rasilimali za maji. Kutokana na juhudi hizo, mafanikio yamepatikana katika kipindi cha Novemba mwaka 2020 hadi Novemba mwaka 2024 kama ifuatavyo. Miradi 1633 ya maji imetekelezwa, ikiwemo 1335 ya vijijini na 298 ya mijini. Kuanza kwa ujenzi wa miradi ya maji katika miji 28 inayogharimu shilingi trilioni 1.58 na kukamilika kwa miradi 218 kupitia fedha za mpango wa Uviko 19 umesaidia watu milioni 2.09. Chini ya mpango huu, miradi 44 imetekelezwa mijini na 174 vijijini. Kununuliwa na kuanza kutumika kwa seti 25 za mitambo ya kuchimba visima, seti 5 za mitambo ya ujenzi wa mabwawa na seti 4 za vifaa vya utafiti wa maji chini ya ardhi. Kuanza ujenzi wa bwawa la Kidunda linalogharimu shilingi bilioni 329.46 ili kuhakikisha maji yanapatikana katika kipindi chote cha mwaka katika mto Ruvu, ambao ni chanzo kikuu cha maji kwa jiji la Dar es Salaam na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Pwani. Kukamilika kwa awamu ya kwanza ya mradi wa Same Mwanga Korogwe, ambao umeanza kutoa huduma ya maji kwa wananchi wapatao 450,000. Kuwafikia wananchi milioni 4.07 walio vijijini kupitia programu ya malipo kwa matokeo P4R, na kukamilika kwa uchimbaji wa visima 1092 kwa ajili ya kutoa huduma ya maji katika maeneo mbalimbali nchini ili kuboresha huduma hizo. Mazingira. Serikali inaendelea kutekeleza mikakati ya kukabiliana na uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani, sekta ya mazingira ilipata mafanikio yafuatayo: kutunga sera ya taifa ya uchumi wa buluu ya mwaka 2024 na mkakati wa utekelezaji wa miaka 10 2024 hadi 2034, kusimamia utekelezaji wa katazo la matumizi ya kuni na mkaa kwa taasisi zote za umma na binafsi ili zihamie kwenye matumizi ya nishati safi, na kuhamasisha na kufuatilia utekelezaji wa kampeni ya kitaifa ya upandaji miti kwenye halmashauri 184 ambapo miti milioni 266.9 ilioteshwa na miti milioni 211.8 ilikuwa na kustawi. Vile vile, kuendelea kuhamasisha halmashauri zote nchini juu ya uzingatiaji wa masuala ya usimamizi na uhifadhi wa mazingira kwa kufuata sheria, mikakati na mipango iliyopo kwa ngazi zote za kiutawala na jamii. Miundombinu. Tukianza na ujenzi. Serikali imeendelea kutekeleza sera ya kuunganisha makao makuu ya mikoa kwa barabara za kiwango cha lami. Katika kipindi cha mwaka 2020 hadi mwaka 2024, kazi ambazo zimetekelezwa ni pamoja na barabara za lami za mikoa na wilaya zenye urefu wa kilomita 2131 zimejengwa, na mtandao wa barabara za lami umeongezeka kutoka kilomita 13235.1 hadi kilomita 15366.36. Kukamilika kwa ujenzi wa barabara za Kiluvya Mpiji, Itoni Ludewa, Manda sehemu ya Lusitu, Mawengi kilomita 50, Njombe Makete, Isonje sehemu ya Moronga Makete kilomita 53.5, Nyamuswa Bunda Kisoria sehemu ya Nyamuswa Bunda Bulamba kilomita 56.4, na Loliondo Mtu wa Mbu sehemu ya Waso Sale kilomita 50, na njia 8 ya Kimara Kibaha kilomita 19.2. Barabara za changarawe za wilaya zenye urefu wa kilomita 12,000
876 zimejengwa. Na mtandao wa barabara za changarawe umeongezeka kutoka kilomita 29,183.17 hadi kilomita 42,059.17. Kukamilika kwa ujenzi wa madaraja makubwa ikiwa ni pamoja na madaraja ya Kitengule Kagera, Wami Pwani, Msingi Singida, Tanzanite Dar es Salaam, Kiegeye Morogoro, Berega Kilosa, Gerezani Dar es Salaam, Mpwapwa Dodoma na Ruhuhu Ruvuma. Vilevile flyover ya Changombe Dar es Salaam imekamilika na ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi Mwanza umefikia 94.4. Kuanza awamu ya 3 na ya 4 ya ujenzi wa miundombinu ya barabara za mwendokasi BRT jijini Dar es Salaam na kukamilisha miundombinu ya awamu ya 2 kwa njia ya Mbagala na kukamilika kwa upanuzi wa viwanja vya ndege vya Mwanza na Songwe pamoja na kuendelea na ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato ambao utekelezaji umefikia 64%. Uchukuzi. Serikali imeimarisha miundombinu ya usafiri kwa kutekeleza miradi mikubwa ya reli, anga na bandari. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani, kazi zilizotekelezwa na sekta ya uchukuzi ni pamoja na kukamilika kwa ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha Dar es Salaam Makutupora kilomita 722, ambapo huduma ya kusafirisha abiria kati ya Dar es Salaam, Morogoro na Dodoma zilianza kutolewa rasmi mwishoni mwa mwezi Juni mwaka 2024. Tangu kuzinduliwa kwa huduma ya usafiri kwa kutumia treni ya SGR mwezi Agosti mwaka 2024 hadi tarehe 11 Disemba mwaka 2024, zaidi ya abiria milioni 1.2 wamesafiri kwa kutumia treni hiyo, na hivyo kupunguza muda wa kusafiri, kuongeza tija katika biashara na uchumi kwa ujumla na kuingiza jumla ya shilingi bilioni 30. Kuendelea na ujenzi wa reli ya kisasa SGR kwa kipande cha Mwanza Isaka kilomita 341 umefikia 60.82. Makutupora Tabora kilomita 368 14.53. Tabora Isaka kilomita 165 6.21. Tabora Kigoma kilomita 506 6.58. Pamoja na kuanza taratibu za manunuzi kwa ajili ya ujenzi wa kipande cha Uvinza Musongati kilomita 280. Serikali pia imeongeza idadi ya ndege za abiria na ndege za mizigo za ATCL na sasa inamiliki ndege 16. Ujenzi wa meli mpya MV Mwanza hapa kazi tu umefikia 96% na kukamilisha uboreshaji wa bandari ya Tanga katika awamu ya 2, ambapo ukarabati wa gati namba 1 na namba 2 yenye urefu wa mita 300, ununuzi wa mitambo na kuongeza kina kutoka mita 3 hadi 13 ulikamilika. Matokeo ya uwekezaji wa sekta binafsi katika bandari ya Dar es Salaam. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilisaini mikataba ya uwekezaji na kampuni ya DP World MEA FZE ya Falme ya Dubai tarehe 22 Oktoba mwaka 2023. Lengo lilikuwa ni kuboresha ufanisi wa uendeshaji wa huduma za bandari ya Dar es Salaam na kuongeza makusanyo ya mapato ya moja kwa moja na yasiyo ya moja kwa moja yatokanayo na huduma za bandari. Mafanikio yaliyopatikana tangu Mei mwaka 2024 hadi Novemba mwaka 2024 ni pamoja na kuhudumiwa kwa tani milioni 5.022 ambayo ni zaidi kwa 15% ya shehena tani milioni 4.375 iliyohudumiwa katika kipindi kama hiki kwa mwaka uliopita. Wastani wa muda wa meli kusubiri kushusha mzigo umepungua hadi kufikia siku 7 kwa kipindi cha Mei mwaka 2024 hadi Novemba mwaka 2024, ikilinganishwa na wastani wa siku 46 kwa kipindi kama hicho kwa mwaka uliopita, Mei 2023 hadi Novemba 2023. Aidha, kwa upande wa meli za makasha hadi kufikia Oktoba mwaka 2024, DP World imefanikiwa kuondoa kabisa muda wa meli kusubiri kuingia bandarini, na pindi zinapowasili katika bandari ya Dar es Salaam huenda moja kwa moja gatini.
Mafanikio haya yamechagizwa na uwekezaji uliofanywa katika mitambo ya kisasa na kutumia mifumo iliyoboreshwa ya tehama kuhudumia shehena na makasha. Kwa kipindi cha Mei mwaka 2024 hadi Novemba mwaka 2024, serikali imekusanya jumla ya shilingi bilioni 62.44 kama tozo ya pango na mrabaha. Makusanyo hayo hayajumuishi tozo za huduma nyingine ambazo zinaendelea kutolewa na TPA, ikiwemo huduma kwa meli na tozo ya matumizi ya miundombinu ambazo kwa pamoja ni shilingi bilioni 451.39 kwa kipindi hicho. Na gharama za matumizi kwa bandari ya Dar es Salaam zimepungua kwa wastani wa 47%. Awali matumizi yalikuwa wastani wa shilingi bilioni 34.52 kwa mwezi katika kipindi cha Mei mwaka 2023 hadi Novemba mwaka 2023, ambayo yamepungua hadi wastani wa shilingi bilioni 17.93 kwa mwezi katika kipindi cha Mei 2024 hadi Novemba 2024. Mawasiliano. Serikali imeimarisha sekta ya mawasiliano na kufikia mafanikio makubwa kuanzia mwaka 2020 hadi mwaka 2024. Wigo wa mawasiliano ya kasi umeongezeka kutoka 45% hadi 63%. Watumiaji wa internet wa 3G na 4G wameongezeka na huduma za 5G zimeanza. Upatikanaji wa huduma za simu umeongezeka kutoka 95% hadi 97%. Na upatikanaji wa internet ya kasi katika maeneo ya umma umeongezeka kutoka 23% hadi 57%. Uunganishaji wa taasisi za serikali umeongezeka kutoka 20% hadi 50%. Gharama za kupiga simu baina ya mitandao na kutuma ujumbe wa maneno zimepungua. Sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ya mwaka 2022 imetungwa na mapato ya serikali kutoka mtambo wa TTMS yameongezeka kutoka shilingi bilioni 9.03 mwaka 2020 hadi shilingi bilioni 66.88 mwaka 2024. Kuweka anwani za makazi milioni 12,840,805 ambazo zimerahisisha upatikanaji, utoaji na ufikishaji wa huduma. Na sasa hebu tuangalie ulinzi na usalama. Serikali inaendelea kuimarisha usalama, kuzingatia umoja na mshikamano. Mafanikio ni pamoja na kuimarisha jeshi la wananchi wa Tanzania na vyombo vya usalama kwa vitendea kazi. Usimamizi wa mipaka na ushiriki wa Tanzania 5754 kwenye vikosi vya kulinda amani duniani. Kuongezeka kwa vitambulisho vya taifa na namba za utambulisho. Kuimarisha utambuzi wa raia na utoaji wa huduma za uhamiaji. Kukabiliana na majanga. Serikali imeandaa mipango na mikakati ya kupambana na majanga, ikiwa ni pamoja na kuandaa mpango wa taifa wa kujiandaa na kukabiliana na maafa wa mwaka 2022 na mkakati wa afya moja. Kuimarisha maghala ya huduma za kibinadamu na kujenga kituo cha taifa cha usimamizi wa maafa Dodoma. Aidha, serikali imerejesha miundombinu ya maji, umeme na barabara pamoja na ujenzi wa nyumba 109 katika kitongoji cha Waret ambazo tayari zimekabidhiwa kwa waathirika, na kuratibu maafa yaliyotokana na kuporomoka kwa jengo la Kariakoo jijini Dar es Salaam Novemba mwaka 2024, ambapo waathirika walipatiwa huduma ya matibabu bure na misaada mingine ya kibinadamu. Mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa. Serikali ilitekeleza diplomasia ya uchumi kwa kuratibu mikutano ya maendeleo na kuimarisha ushirikiano na nchi za Afrika, Ulaya, Asia na Mashariki ya Kati. Ilifungua balozi 2 mpya na konseli kuu 2. Na biashara kati ya Tanzania na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki iliongezeka kwa 61.1. Serikali ilijizatiti kuhimiza Kiswahili kama lugha ya kidiplomasia. Vile vile, imeratibu ziara za viongozi kutoka nje ya nchi kutembelea Tanzania na viongozi wa kitaifa kufanya ziara nje ya nchi, ambapo makubaliano na mikataba ya ushirikiano ya kimkakati katika maeneo mbalimbali yalifikiwa.
ikiwemo kuwezesha wafanyabiashara wa Tanzania kufikia soko kubwa la Afrika lenye idadi ya watu wapatao bilioni 1.3 baada ya nchi kuridhia mkataba wa uanzishwaji wa eneo huru la biashara la Afrika. Kudumisha muungano. Muungano ni nguzo muhimu ya umoja, amani na utulivu wa Tanzania bara na Zanzibar. Katika kipindi cha miaka 4 ya utekelezaji wa ilani, mafanikio yafuatayo yamepatikana. Ushirikiano wa wizara na idara za serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar umekuzwa, ikiwa ni pamoja na kufanyika kwa vikao 60 vya ushirikiano kuhusu masuala yasiyo ya muungano. Uratibu wa vikao vya kamati ya pamoja ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar umeimarishwa, na serikali imetoa ufumbuzi wa hoja 15 za muungano ambazo zimeondolewa kwenye orodha ya changamoto za muungano. Baadhi ya hoja hizo ni uvuvi kwenye ukanda wa uchumi wa Bahari Kuu, uingizaji wa maziwa kutoka Zanzibar, ajira kwa watumishi wa Zanzibar katika taasisi za muungano, mgawanyo wa mapato yatokanayo na misaada ya kibajeti, na usimamizi wa ukusanyaji wa kodi na masuala ya ushirikiano wa kimataifa pamoja na mikataba ya mikopo ya miradi mbalimbali. Uendelezaji makao makuu na mji wa serikali. Serikali inaendelea na ujenzi wa awamu ya pili ya majengo 29 ya ofisi za wizara na taasisi za umma katika mji wa serikali. Hadi kufikia Disemba mwaka 2024, wastani wa jumla wa ujenzi wa majengo hayo ulikuwa umefikia 89.3%. Kati ya hayo, majengo 3 yamekamilika na yameanza kutumika. Aidha, uendelezaji wa mji wa serikali umeenda sambamba na ujenzi wa miundombinu ya barabara, taa za barabarani, mawasiliano, mifumo ya maji safi na maji taka na usalama, kupanda miti na kuendeleza bustani. Aidha, ili kuimarisha makao makuu ya nchi Dodoma, miradi ya kimkakati imeendelea kutekelezwa, ikijumuisha ujenzi wa njia za mzunguko zenye urefu wa kilomita 112.3, ambapo ujenzi umefikia zaidi ya 80%. Aidha, ujenzi wa ikulu ya Chamwino umekamilika na tayari imezinduliwa. Uratibu wa shughuli za siasa na bunge. Serikali imeendelea kuratibu shughuli za bunge, ambapo jumla ya miswada 41 imepitishwa kuwa sheria. Baadhi ya sheria hizo ni sheria ya uchaguzi, sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, marekebisho ya sheria za vyama vya siasa. Hebu sasa tuangalie sekta ya michezo. Michezo ni muhimu katika kujenga utambulisho wa kitaifa na mshikamano wa kijamii. Mafanikio yaliyopatikana kwenye sekta ya michezo ni mengi, lakini kwa uchache ni haya yafuatayo. Serikali ya awamu ya 6 imekuwa ikisisitiza wananchi wajali afya zao kwa kufanya mazoezi mara kwa mara angalau kila Jumamosi. Kutokana na jitihada hizo, vilabu 692 vya michezo vimeanzishwa, huku vilabu 115 vya mbio za polepole jogging vikisajiliwa katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Mchezo wa mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu Tanzania umepanda viwango katika historia ya michezo hapa nchini kutokana na juhudi kubwa zilizofanywa na serikali ya awamu ya 6. Timu ya soka ya wanawake Twiga Stars imefuzu kwa mara ya kwanza kushiriki mashindano ya fainali za kombe la mataifa Afrika kwa wanawake WAFCON. Timu za Tanzania za vijana chini ya miaka 20 zimetoa ubingwa wa Sekafa na chini ya miaka 15 ubingwa wa michuano ya timu za taifa za Afrika, African Schools Football Championship. Tanzania kupata fursa ya kuwa mwenyeji wa AFCON mwaka 2027. Hii ni mara ya kwanza tangu nchi yetu ipate uhuru. Ujenzi na ukarabati mkubwa wa miundombinu ya michezo, ikiwemo kuanza ujenzi wa uwanja mpya wa Arusha ambao umefikia karibu 20% ya utekelezaji. Kutoa motisha kwa vilabu vya ndani vinavyoshiriki mashindano ya kimataifa kupitia goli la mama na knockout ya mama kwenye masumbwi. Kwa mara ya kwanza Tanzania bara imeweza kuingiza timu 4 mfululizo kwenye mashindano ya ngazi ya vilabu barani Afrika hadi mwaka 2024-2025. Ni dhahiri kuwa mafanikio makubwa yamepatikana,
chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kipindi kilichobaki cha utekelezaji wa ilani, serikali chini ya uongozi wake itaendelea kutoa kipaumbele katika kukamilisha miradi iliyoainishwa katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 ili kufikia lengo la kuleta manufaa na ustawi kwa wananchi wa taifa letu. Naleta pongezi zetu za dhati kwa serikali yetu ya Tanzania kwa kutujengea shule nzuri yenye ubora, wenye hadhi katika kata ya Liwiti. Tunashukuru sana serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imeweza kutusaidia kuweza kutupa incentives ambazo zinasaidia uzalishaji wa harama kuwa mdogo. Jitihada za huyu mama, mimi wangu kama mwenyekiti wa umwagiliaji na muunga mkono kwa nguvu zote. Na muunga mkono kwa sababu katujali sana watu hali ya chini, hasa kilimo. Toka dunia imeumbwa kwenye tarafa ya Pawaga, wilaya ya Iringa vijijini, sijawahi kuona kwamba kuna mradi mkubwa uliojitokeza. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa awamu ya 6, ambaye kiukweli bila kuzingatia jinsia, bila kupendelea wala bila kuangalia namna yoyote, alizingatia KYC ya wavuvi wa ukanda ya Ziwa na akaamua kutusaidia mikopo hii bila riba wala bila masharti magumu. Ninawashukuru kwa kufuatilia makala hii ya taarifa ya serikali kuhusu utekelezaji wa ilani. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Kazi iendelee. Tanzania ya Suluhu Hassan mama ya meremeta ya Mama Samia ina baraka. Mwana mama Rais wetu chama Amiri jeshi mkuu anapendwa na